Bwana, mambo vipi? Mimi bwana niko mitaa ya Boko na nyuma yangu hapo kuna kituo cha afya, yani hospitali. Kuna mwanamke mmoja ambaye amekuja hapo kucheki afya yake kwa mara ya pili, kwa sababu mara ya kwanza alicheki afya yake na aligundua kuwa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa akawa amenitafuta kwa sababu yeye anachoamini kuwa virusi hivi amempa mwanaume wake ambaye anaishi naye, ni mumewe ambaye wana mtoto mmoja ambaye ni mtoto mkubwa tu. Kwa hiyo hapa cha kwanza mimi nimeona, kwa sababu tumeongea mambo mengi na yule binti, nikaona ngoja kwanza kabla tujaenda kuongea na huyo bro, kwa sababu zinazoendelea ni kwamba binti anaamini kuwa mwanaume wake anamchiti sana. Yaani unajua anampiga matukio, anasema anaenda kuangalia mpira, anachelewa kurudi nyumbani, anafanya mapenzi na watu wengine. Kwa hiyo hapa mimi nilichomwambia ni kwamba aje tena kupima mara ya pili, kwa sababu mara ya kwanza alipimwa na aliambiwa kuwa ni kweli damu yake tayari ina maambukizi. Wakamwambia aje tena baada ya miezi mitatu aje ili mradi aangalie afya yake itakuwaje. Kwa hiyo amekuja, yuko hapo na sisi hapa tunamsubiria tupate majibu yetu ya leo. Majibu tutakayoyapata basi wewe pia utajifunza kitu, najua, si ndio? Na kama kweli akiwa salama tutampa ushauri, kama kweli akiwa ameathirika kama anavyodhania tutaenda kwa mwanaume wake pia tuone kama tunaweza tukazungumza ili mradi hii tabia iwe fundisho au iwe komesho, kwa sababu kama unavyojua ndugu yangu, mtu ukiwa umeathirika alafu ukiwa unakutana na watu wengi, ndivyo unavyoongeza idadi ya watu wengi sana ambao wanaathirika. Watu wengi wanakuwa wanaathirika damu zao. Unajua sasa inakuwa sio vizuri. So tutaenda kumpa elimu bro, alafu tuone kama atatuelewa. Lakini mimi naomba nikwambie kitu kimoja, Barcelona hoteli ambao wapo ndani ya Goba sasa hivi wana hoteli hizo mbili. Yaani issue ni kwamba unajua nini? Mimi nimekwambia tumpigie simu aje huku, nasema akija huko anaweza kutupia. Tumfuate huko mshenzi yule mwambukizaji. Anakuja kwa hoja fanya nini? Mwenda simu wewe. Sasa unajua tunaweza tukaenda kwenye kazi zake, lakini kazi zake nini? Mimi si ndo mke wake. Mimi si ndo nimepewa. Una hakika yeye anao? Atakuwa nao mshenzi, maana ndio maana anakuwa anatoka makurutu anajikuna ananiambia tena na allergy gani ambayo ana wewe. Allergy gani akujikuna maupele ovyo. Okay, wewe kama okay, mimi ngoja basi nikuulize maswali kazi hapa. Ameshatoka yule kule. Twende. Sasa make sure unajificha ndugu yangu. Kama gani? Yule kule. Twende tukapande kule. Pita huko. Sema mama. Bana kiasi hicho, umesikia? Sawa. Ndio. Hata kama unataka hapo natumia dawa maisha hayaendi. Hivyo na siko kwa sika nini? Unaweza kuona ukimwi mtu kwa moja. Of course, yani ni story ndefu kwa sababu leo kuja tena mara pili check yake. Mwanzo alikuja mgogoro mkubwa kati yake na mwanaume wake. Kwa hiyo leo anachukua hasira kwenda kutafuta dawa. Mimi ni mtu wake. Mtu wangu hivi nipambane kwa ajili ya mtoto. Wasiwe na mawazo. Yaani dawa nenda kwa kama chukua asilimia 100, asilimia 80 watu tunameza dawa tunaishi. Wewe unajua kichako kama hivyo, mtu unaona kichako maji yako chicha box
Uko ukimwi na una kasa bora. Hapa ndo maana nataka tukapande ile bajaji pale, tutoke ile eneo tukutane. Sawa. Wananichanganya tu kichwa. Umetaka kucheza. Wewe usongee. Jamani nakwambia usongee kwa nguvu. Watu wanasikia. Wewe kuji. Hapa inabidi tupate sehemu nzuri. Sehemu nzuri ili tuweze ku Kinywele naye sio kwa wapi. Basi okay, twende basi, ngoja twende wewe tusikae ile eneo la hospitalini. Twende, atatukuta mbele. Mwambie bajaji aje. Wewe uko wapi baba? Twende basi. Twende. Oya. Twende huku mwanangu, twende tukapande kwanza tuondoke. Twende. Uswaza. Sio na mwanzo. Ingia kwenye bajaji. Tuondoke mwanangu, tutoke ile eneo haka sana. Yeah. Naweza kuvumilia. Yaani issue ni kwamba unajua nini? Mimi nimekwambia tumpigie simu aje huku, nasema akija huko anaweza kutupiga. kutupiga. Huko mshenzi yule mwambukizaji anakuja kwa hoja fanya nini? Mwenda simu. Sasa unajua tunaweza tukaenda kwenye kazi zake lakini kazi zake nini? Mimi si ndo mke wake. Mimi si ndo nimepewa. Wewe una hakika yeye anao? Atakuwa nao mshenzi maana ndio maana anakuwa anatoka makurutu anajikuna ananiambia tena na allergy gani ambayo ana wewe. Allergy gani ya kujikuna kuna maupele ovyo. Okay, wewe kama okay, mimi ngoja basi nikuulize maswali kadhaa hapa. Ngoja nimuite Miki. Miki, njoo Miki. Miki njoo mwanangu, tuchukue tu vizuri hapa kwa sababu dada mwenyewe alikubali kwa ushahidi wake. Sasa majibu yametoka sio mazuri. Tena majibu yenyewe haya ya kishenzi kabisa haya. Ya kishenzi. Nimechoka mimi jamani. Ukiwa hujaolewa mtihani, ukiolewa mtihani ama kupata maambukizi ndani ya ndoa jamani. Asibora angekuwa malaya tunadanga jamani. Mimi nimechoka, natamani hata kulia mtoto wa marehemu. Sina tamama kwenda kumshtakia matatizo yangu. Okay, sawa. Pole kuhusu hilo. Wewe unavyoona kwani uliona dalili gani za mwanaume wako kuwa ni malaya mpaka ikafikia hiyo stage? Nishafumania message nyingi. Anaingia kwenye mitandao ya kijamii anachati na wanawake. Yaani kasikia siku kutongoza yeye kutuma makopa anapenda kama nini mbwa yule. Ushawahi labda kukaa naye chini kumwambia kuhusu mambo? Nishakuongea naye, nasaidia anasingizia enda kuangalia mpira kumbe anafanya malaya yake. Nimechoka mimi, wanaume wote mbwa. Sasa umesikia? Ulisema kuwa miezi mitatu iliyopita uliweza kuja kupima. Ndio. Na ukaambiwa kuwa umeambukizwa, si ndio? Ndio. Ila ukakwambia uje tena mara ya pili. Ndio, nimerudi na nimepima tena bado tena nimeathirika vile vile. Majibu hayajabadilika ni vile vile. Sasa vipi kuhusu labda dawa? Dawa za nibula tu nife. Mimi ninywe dawa za nini mimi? Ndugu yangu, dawa ni muhimu kuliko siwezi kunywa dawa mimi. Wakati huo ndio uhai wako wa pili. Siwezi kunywa dawa, acha nife. Dada yangu, yani katika kitu ambacho utakosea katika haya maisha. Subiri nikwambie kitu kimoja. Unapoona mwiba unakutekenya na kukuumiza katika mguu wako, sharti ni kuutoa. Dawa zinakuangua kama nini? Nasikia zinakuangua zile ukimwi. Ni nani yule? Wewe ni nani yule? Wewe ni nani yule msikia? Kula kwenye mwanamume mpaka achomelea afanye kazi zake ngumu ndio tupate kula. Sasa tunakula saa 9 cha mchana na kula saa 9. Okay, wewe. Sasa ngine tunafuturu ndio saa 12 ndio imeisha mpaka kesho. Sasa wewe mimi nitaziweza wapi mimi? Wewe unafikiri nani ambaye ushakumsikia mtu amekufa kisa anatumia dawa za maambukizi? Nini hizo? Hayo madawa. Kuna mtu yote umemsikia amefariki labda amekufa? Si hapana. Sasa unachoogopa ni nini? Yaani wewe lazima, yaani kuanzia leo mimi ni mshauri. Mimi mshauri wako. Jamani ngoja niwaambie. Tulikutana na huyu dada TikTok live, alichukua namba yangu na akanielezea changamoto na alikuwa ameniambia muda mrefu kabla hajaja kupima hata hiyo mara ya kwanza. Ila mara ya kwanza alivyopima
tukawasiliana na nikaendelea kuongea naye mambo mengi. Kwa hiyo leo hii tumekutana ili mradi tuweze kulizungumza, kuliweka sawa ili sawa. Kwa hiyo kitu kimoja ninachokushauri, kama mimi unaniamini na unaamini kwa naweza kutatua au yani sijui nikwambieje. Bwana, unaniambia mimi siwezi kuelewa mpaka nikakutana nao mwanaume nimuulize maswali kwa nini ameniambukiza ukimwi. Na kwa nini alikuwa anajua nao na hajaniambia kama anao, kwamba nijikinge vipi? Basi tumpigie simu. Simchawi huyo mwanaume huyo. Simuaji huyo. Tumpigie simu aje. Hatuwezi aje. Oh my God. Nataka nimpate kule kwa kama alivyonipa, kwa mimi alivyonipa alinipigia simu. Kwani alikupea kazini kwake? Unajua hili swala unajua sio dogo, dada yangu. Hili swala sio dogo. Hivi kaka, ungekuwa umepata ungesema hivyo wewe. Wewe una nguvu sana za kuongea vitu ambavyo hata vieleweki. Tunaenda basi mamangu, samahani. Hivi unaona maana kuumizwa? Okay, unajua mimi na mtoto. Unajua kile yangu imeathirika kiasi gani? Mwanangu ataelewa na nani? Mimi unafikiri hilo jambo? Mimi siongea hivi kuwatetea wanaume. Ila nimejaribu tu kuzungumzia kitu kimoja kinachoitwa amani. Wewe ukajua huko mtu amani gani angetaka amani yeye asingeniambukiza. Kwani kaniambukiza? Wewe unajua kama anao? Wewe kaka usitake nikalia nikafua makaburi ya kwetu mbali Mbeya mbali kaka. Basi samahani. Usitake nikalia ngakumbuka ndugu zangu mimi walokufa. Sina mama mwenzio mimi. Na? Sina mama mimi kwenda kumaliza tatizo langu. Niache mimi. Samahani. Afu kama unajua kunichimba chimba. No. Sio mimi ndugu yangu. Au mimi nimeenda dangu kushauri kutumia dawa. Kufuata kuomba ushauri uje unifanyie mambo ajabu kama hivi. Mimi tena nimekosea. Unajua niambia mimi nitumie dawa mimi za nini? Okay, nimekuelewa. Kama nimepata ukimwi nimeshajihesabia ni wakufa. Nimekuelewa. Sawa, niache nikae. Najua kwa nini upo katika hiyo mood. Najua. Upo katika hiyo mood kwa sababu panic. Wewe tulia. Tunaenda kwa wewe mshikaji, lakini make sure utoke kwenye bajaji. Sawa? Nakuomba. Wewe unaita masiala wewe. Mimi nisitoke kwenye bajaji. Mimi ndo namtoa pale. Unaenda kuongea na nini? Namtoa pale na unampeleka wapi? Kama alivyonidhalilisha mimi na mimi ndo nitamdhalilisha hivyo hivyo. Haya. Tuondoke. Tunapajua kazini bwana. Wewe bajaji naona kuna nini? Yakikupata wewe ungesema.